Shalom mtu wa Mungu, na kusalimia kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni siku aliyofanya Bwana, hakika tutafurahia na kushangilia. Somo nililojifunza mimi katika maisha yangu na siku ya leo ni somo la kuhusu kutokukata tamaa. Kisitokee chochote cha kukukatisha wewe tamaa, ukaona haufai, ukaona haustahili, ukaona Mungu ajibu, ukaona Mungu ameshindwa. Naomba nikutie moyo kwa kupitia somo kutoka kitabu cha Kutoka 14. Ukisoma habari ya safari ya Wanaisraeli, ungekuwa wewe ni Mwanaisraeli, hakika ungekata tamaa. Lakini Mungu alimwambia Musa waambie wasonge mbele. Alipofika kwenye ile bahari ya Shamu, akasema navukaje hapa? Musa akanyosha fimbo yake, ikatenga maji huku na huku, nao Wanaisraeli walipita katikati yake. Ni kitu ambacho kwa kibinadamu ni kigumu, hakiwezekani. Wale waliopata nafasi ya kwenda mji wa Israeli waliweza kuonyeshwa bahari ya Shamu ilipokuwepo na watu walipokatisha pale kuvuka ng'ambo. Naomba nikwambie, yawezekana katika macho ya kibinadamu unalolipitia kweli yaliwezekani, na sio peke yako tu, hata sisi tunapitia yaliyo magumu, tunasema haya hayatawezekana. Lakini Mungu anasema yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Usikatishwe tamaa. Iko siku na wewe utakuwa kama Wanaisraeli, utavuka ng'ambo salama, nao utashangaa farasi na mpanda farasi wakianguka kule kwenye maji. Ukiwa kwenye nchi kavu utaona bahari ikitoa takataka, ndipo utapoona mizoga ya farasi, ndipo utakapoona mizoga ya watu, ndipo utakapoona mizoga ya magari. Utaona matakataka yakitoka ya adui zako, nawe Bwana ataenda kukuinua juu, na kwa kinywa chako utakiri hakika Mungu alikuwa upande wako, kama walivyokiri Wanaisraeli waliokuwa na imani haba juu ya Musa, wakasema kweli Mungu anaishi na Musa ni mtumishi kweli wa Mungu. Kwa hiyo kwa changamoto unayopitia, ni kuhakikishia ya kwamba watakiri kwa vinywa vyao kweli Mungu anaishi kwa kupitia wewe, na wewe kweli ni mtumishi wa Mungu. Mungu akuvushe kwa hilo jaribu lako, usikate tamaa, hauko peke yako, lakini kwake Yesu Kristo tunashinda zaidi ya kushinda. Uwe na siku njema na kupenda.